Donald Trump amewaingiza mkenge Waajemi. Donald Trump alitangaza siku ya Alhamisi kwamba kuna mpango wa Israel kufanya shambulizi dhidi ya Iran, lakini kwamba yeye hayupo tayari kuungana na Israel katika shambulizi hilo. Lakini alisema kwamba shambulizi hilo si la wakati huu, huenda ni mapema kidogo. Alizungumza hivyo rais huyo wa Marekani, bwana Donald Trump. Hata hivyo, wakati ambapo Donald Trump anazungumza hayo ni wakati ambapo maafisa wakuu wa jeshi la Iran akiwemo Hussein Salami na wengineo wakiwa katika maandalizi ya kujilinda dhidi ya shambulizi la Israel. Hata hivyo, ni kama vile ni mpango ambao Donald Trump aliufahamu, huko Mossad wakiangalia kile ambacho kinaendelea katika nchi hiyo ya Iran. Hata hivyo, licha ya kuwaingiza mkenge wa Iran, lakini inadaiwa kwamba ndani ya IRGC kuna mamluki kutoka nchini Israel ambao wanafahamu kila kinachojulikana ndani ya taifa hilo, kama ilivyo kwa upande wa Israel kwamba mamluki wa Iran wapo katika taifa hilo, na ndio maana Iran iliweza kupata taarifa nyeti kuhusu nyuklia za Iran. Kadhalika, katika kipindi hicho Donald Trump aliamua kuwaondoa baadhi ya maaskari wake katika vituo vya kijeshi huko katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Iraq, ambapo aliamini kabisa ikiwa Israel itaishambulia Iran, huku ikiaminika kwamba mkono wa Marekani, kwa sababu lazima utaunga Israel, ni wazi Iran itafanya shambulizi katika moja ya vituo vyake katika taifa la Iraq. Ikumbuke kwamba Iraq na Iran ni mataifa jirani, na hivyo ni moja kati ya maeneo ambayo yapo karibu sana na nchi hiyo ya Iran. Na hata baada ya mashambulizi hayo, rais huyo wa Marekani alidai kwamba alifahamu vema kwamba Israel itaishambulia Iran, lakini yeye hakuhusika katika shambulizi hilo. Lakini pia akasema kwamba anatambua vema kwamba wakati wowote Iran itafanya shambulizi la kulipa kisasi, lakini anaipa onyo kwamba ole wake ifanye shambulizi katika maeneo ya vituo vyake vya kijeshi, hasa vilivyopo katika Mashariki ya Kati. Marekani ina vituo mbalimbali vya kijeshi ikiwa ni pamoja na Israel, lakini pia ina vituo mbalimbali vya kijeshi Saudi Arabia, ina kituo cha kijeshi huko Iraq na maeneo mengi ya eneo zima la Mashariki ya Kati ambapo Iran inaamini ina uwezo wa kuvishambulia. Hata hivyo, amezungumza Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, akisema kwamba lazima walipe kisasi cha uchungu zaidi kwa Israel pamoja na Marekani ambayo imehusika vilivyo. Lakini kwa namna moja ama nyingine, bado Mossad inaendelea na uchunguzi na inajua ni namna gani Iran itafanya shambulizi, huko Marekani ikijipanga vema kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo yake ya leo Ijumaa ya Juni 13 amesema kwamba ikiwa Iran itajibu mashambulizi hayo lakini ikaigusa Marekani, basi Marekani itaungana na Israel kwa ajili ya kufanya mashambulizi mazito na kuiadhibu vibaya sana taifa hilo la Waajemi la Iran katika Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa mambo wanaona kwamba vita hii itakuwa ni nzito sana na ni vita ambayo itaufanya ulimwengu hasa wa Mashariki ya Kati kugubikwa na simanzi wakati wote, kwani Iran ina makombora mazito kama yalivyokuwa mataifa mengine, lakini uwepo wa Marekani ambayo itashirikiana na Israel katika shambulizi na namna ambavyo Iran itafanya mashambulizi katika maeneo yenye vituo vya kijeshi vya Marekani, basi itasababisha hali kuwa mbaya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na ndio sababu ya Saudi Arabia na mataifa mengine ya Kiarabu yakionya juu ya mashambulizi ya Israel, lakini yakiitaka Iran kuwa katika hali ya utulivu wakati huu katika kutafuta suluhu ya mzozo huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza kile kinachojiri wakati wote kupitia The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.